Ndugu zangu waandishi wa habari, leo kusudio la kukutana hapa ni kuwapa habari kubwa juu ya ugeni tulionao katika mkoa wetu. Mwanzo tufahamu ya kwamba leo tutampokea makamu wa rais wa Cuba ambaye atakuwepo katika mkoa wetu na nchi yetu kwa ziara ya siku 2. Atakutana na makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa mama yetu mpendwa Samia Suluhu, na watafanya mazungumzo na namna nyingine ya kuona namna gani tunaweza tukaendeleza kuimarisha mahusiano yetu. Lakini sambamba na hilo, tunategemea tarehe 3 kuwa na Rais Joseph Kabila, rais wa DRC Congo, ambaye atalakiwa na mwenyeji wake Dr. John Pombe Magufuli, na atakuwa na ziara ya kikazi ya siku 3 ndani ya mkoa wetu na nchi yetu kwa ujumla. Sambamba na hilo, tunao ndugu zetu viongozi wa dini ya Mabola ambao wameamua kufanya mkutano wao mkuu ndani ya mkoa wetu na ndani ya nchi yetu. Takriban ya waumini wasiopungua 30,000 wako tayari ndani ya mkoa wetu, ambao wataendelea kuwepo kwa siku 10 na kupata huduma na kuendelea kuishi na wana Dar es Salaam katika namna moja au nyingine, wakijenga mahusiano, wakijenga na uchumi wetu na kujenga na taifa letu kwa ujumla. Kwa nimewaiteni hapa kuambia ziko faida nyingi ambazo tunaweza kuzipata sisi wenyewe wakazi wa Dar es Salaam, lakini na ndugu zetu wanaotuzunguka hapa. Ziko faida sana kwa wafanyabiashara wa mahoteli, wanafaidika ndugu zetu ambao wako kwenye upande wa usafiri, wanafaidika ndugu zetu ambao wako kwenye upande wa vyakula na mambo mengi kaza wa kaza. Lakini kumbuko pia hata rais wa Kongo atakapokuja, moja ya jambo ambalo ataenda kulifanya ni kutembelea bandari yetu. Rais wetu amefanya kazi kubwa ya kuendelea kuimarisha na kuweka utaratibu mzuri wa upitishaji na usafirishaji wa mizigo. Na mfahamu nchi kama Kongo ni nchi mojawapo kubwa inayosafirisha mizigo mingi sana kutoka kwenye bandari yetu ya hapa Dar es Salaam. Kwa hiyo hizi jitihada zote za rais wetu Dr. John Pombe Magufuli kuhakikisha kwamba anajenga mahusiano ya nchi mbalimbali, lakini pia mahusiano haya yanaleta tija katika uchumi wa taifa letu, ni za kuungwa mkono sana. Ni waombe wana Dar es Salaam wajitokeze kwa wingi katika baadhi ya barabara ambazo viongozi wetu watapita kuanzia leo jioni saa 1, saa 12 tunapotoka airport kumpokea makamu wa rais wa kutoka Cuba, lakini pia hata siku atakapokuja rais wa Congo DRC Mheshimiwa Joseph Kabila. Sambamba na hivyo, tutavoendelea kuwa na ndugu zetu hawa Mabola zaidi ya 30,000 ambao wako ndani ya mkoa wetu. Ushirikiano wetu, umoja wetu na namna kuzitumia fursa hizi za ugeni ziwe na tija kwa taifa letu na nchi yetu kwa ujumla. Asanteni kwa kunisikiliza.